Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Leo tunakufahamisha juu ya mfumo wa utawala nchini Iran. Mfumo ambao kimsingi umeyafanya mataifa magharibi kuona ni mfumo mbaya na mfumo wa kikatili ambao wanatamani wangeuangusha leo hata kesho. Mfumo huu wa utawala nchini Iran kwanza unaongozwa na kiongozi mkuu wa kidini, Supreme Leader. Yeye ndio mtu mwenye mamlaka makubwa nchini Iran, nchi ambayo imewahi kuwa na viongozi wawili wa kidini tu tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetengeneza mfumo wa kuwa na kiongozi mkuu ambaye ndiye kiongozi mkuu wa taifa hilo. Nchi hiyo iliongozwa na kiongozi wa kwanza wa mapinduzi, Ayatollah Ruhollah Khomeini, mwanzilishi wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, na kurithiwa na Ayatollah Al-Khamenei. Khomeini alianzisha nafasi hii katika uongozi wa kisiasa wa Iran baada ya kupindua utawala falme wa Mohammad Reza Pahlavi. Kiongozi wa kidini ndiye kamanda mkuu wa vikosi vya ulinzi vya Iran na anadhibiti vyombo vyote vya usalama, lakini humteua mkuu wa mahakama na nusu ya wajumbe wa baraza lenye nguvu la uangalizi, maimamu pamoja na wakuu wa mashirika ya televisheni na redio za serikali. Ayatollah Al-Khamenei alikuwa kiongozi wa kidini baada ya kifo cha Ayatollah Ruhollah Khomeini mwaka 1989, na tangu wakati huo ameendelea kuwa imara katika uongozi wake licha kukabiliana na changamoto nyingi. Ndiyo kiongozi ambaye wa Marekani na Israel wanatamani hata kumuua, wakiamini kwamba kifo chake kitaweza kuifanya nchi hiyo kutokuwa na misimamo mikali kama ilivyokuwa wakati huu. Lakini inatajwa kwamba huu ni mfumo ambapo tayari umeshawekwa na kiongozi mkuu lazima afuate utaratibu huo uliowekwa. Lakini nafasi ya pili nchini humo katika utawala ni nafasi ya urais. Rais ndiye afisa wa juu zaidi anayechaguliwa na wananchi na anashikilia nafasi ya pili baada ya kiongozi wa kidini. Rais ana ushawishi mkubwa katika sera za ndani na masuala ya nje, lakini pia kiongozi wa kidini ndiye mwenye uamuzi wa mwisho katika mambo yote ya dola. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran huchaguliwa kwa muhula wa miaka 4 na haruhusiwi kuhudumu zaidi ya mihula 2 mfululizo. Katiba inamtaja kama afisa wa pili katika ngazi za uongozi wa Iran na mwenye jukumu la kuhakikisha majukumu ya kikatiba yanatekelezwa, na ni miongoni mwa kiongozi wa kisiasa ambaye hushiriki katika masuala ya kisiasa pamoja na diplomasia. Nafasi nyingine ni nafasi ya bunge. Bunge la Iran lina wabunge 290 ambao huchaguliwa kwa kura ya wananchi kila baada ya miaka 4. Bunge lina mamlaka ya kutunga sheria, kuunda bajeti ya kila mwaka na kuwateua au kuondoa mawaziri pamoja na rais. Na hata hivyo, sheria zote zinazopitishwa na bunge lazima liidhinishwe na baraza la uangalizi, Guardian Council. Hata hivyo, nafasi ya tatu ni baraza la uangalizi, Guardian Council. Baraza hili ni mojawapo ya taasisi zenye nguvu zaidi nchini Iran. Linaidhinisha miswada yote inayopitishwa na bunge na lina mamlaka ya kukataa iwapo mswada huo unakinzana au unaenda kinyume na katiba au sheria za Kiislamu. Pia linaweza kuwazuia wagombea kushiriki katika uchaguzi wa bunge, urais na baraza la wataalamu, Assembly of Experts. Ahmad Jannat kwa sasa anahudumu kama katibu wa baraza la uangalizi la nchini Iran. Lakini kuna baraza la wataalamu wa uongozi. Baraza hili lina wanachama 88 ambao ni wanasheria wa kidini na lina jukumu la kumteua kiongozi wa kidini na kufuatia utendaji kazi wake. Ikiwa itathibitishwa kiongozi wa kidini hawezi kutekeleza majukumu yake, baraza hili lina mamlaka ya kumfuta kazi kwa ajili ya maslahi ya kitaifa. Baraza hili humshauri kiongozi wa kidini na lina mamlaka ya mwisho ya kutatua migogoro yoyote ya kisheria kati ya bunge na baraza la uangalizi. Kiongozi wa kidini huteua wanachama karibia 45 ambao ni viongozi mashuhuri wa kidini, kijamii na kisiasa. Rais wa sasa wa baraza hilo ni Ayatollah Sadek Larijan aliyekuwa mkuu wa mahakama. Lakini kuna vikosi vya ulinzi. Vikosi vya ulinzi vinajumuisha Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC na jeshi la kawaida. IRGC ilianzishwa baada ya mapinduzi ili kuilinda serikali ya Kiislamu. Jeshi hilo lina vikosi vya ardhini, vya majini na angani, na makamanda wake wote wa ngazi za juu wa IRGC na viongozi wa jeshi katika jeshi la kawaida la Iran huteuliwa na kiongozi wa kidini ambaye ndiye kamanda mkuu wa vikosi vya ulinzi na wanawajibika kwa yeye peke yake. Lakini kuna baraza la mawaziri.
Wanachama wa baraza la mawaziri ama serikali huchaguliwa na rais. Wanaochaguliwa lazima waidhinishwe na bunge ambalo pia linaweza kuwaondoa mawaziri. Baraza la mawaziri linaongozwa na rais au makamu wa kwanza wa rais ambaye ana jukumu la kusimamia masuala ya baraza la mawaziri. Kadhalika, utawala huo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran una polisi wa maadili. Polisi hawa ni kitengo cha jeshi la polisi la taifa. Nafasi hii ilianzishwa mwaka 2005 ili kudumisha maadili ya Kiislamu na sheria zinazohusiana na mavazi sahihi ambazo zilianzishwa baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, na inakadiriwa kuwa kuna askari wa polisi wa maadili takribani 7,000 wa kiume na wa kike wenye mamlaka ya kutoa onyo, kutoa faini au kuwakamata washukiwa. Lakini pia kuna Revolutionary Guard IRGC. Hili ni shirika kuu nchini Iran la kudumisha usalama wa ndani. Jeshi hilo pia lina tawi la nje linaloitwa Quds Force na linadhibiti pia vikosi vya Basij. Mtazamaji wa The World News, huo ndio mfumo wa nchi ya Iran, namna ambavyo taifa hilo linaongozwa na namna ambavyo limekuwa imara ni kutokana na aina ya mfumo ambao limejiwekea tangu baada ya mapinduzi ya mwaka 1979, tangu kuanza kwa Khomeini hadi Ayatollah Al-Khamenei. Endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.